Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula alioambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku 8 kama Mungu alivyomwamuru. Na Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila sikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, nani angemwambia Ibrahimu Sara atanyonyesha wana, maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Mtoto akakua, akachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Mmisri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila kwambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa, naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akimtwika begani pake. Na kijana akamruhusu, naye akatoka, akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Akaenda kakaa akimkabili, bali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema, nisimwone kijana kifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake, akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko alikokondoka. Ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji. Akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakua, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde, akakaa katika jangwa la Parani. Mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Ikawa wakati ule Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakamwambia Ibrahimu wakinena, Mungu yu pamoja nawe katika yote unayotenda. Basi sasa uniapie kwa Mungu ya kuwa hutanitenda hila, wala mwanangu wala mjukuu wangu, lakini kwa kadiri ya fadhili
niliyokutendea utanitendea mimi, na nchi hii ambayo umetembea ndani yake. Ibrahimu akasema nitapa. Kisha Ibrahimu akamlaumu Abimeleki kwa sababu ya kisima cha maji ambacho watumwa wa Abimeleki wamekinyang'anya. Abimeleki akasema, mimi sijui ni nani aliyetenda neno hili, wala hukuniambia, wala sikusikia habari hii ila leo tu. Ibrahimu akatwaa kondoo na ng'ombe akampa Abimeleki, na hawa wawili wakafanya mapatano. Ibrahimu akaweka wana-kondoo wa kike 7 peke yao. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wana-kondoo wa kike 7 uliwaweka peke yao, maana yake nini? Akasema, hawa wana-kondoo wa kike 7 utawapokea mkononi mwangu kwa ushuhuda ya kuwa ni mimi niliyekichimba kisima hiki. Kwa hiyo akapaita mahali pale Beer-sheba, kwa sababu waliapa huko wote wawili. Basi wakafanya mapatano huko Beer-sheba. Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakaondoka wakarudi hata nchi ya Wafilisti. Ibrahimu akapanda mkwaju huko Beer-sheba, akalitia huko jina la Bwana Mungu wa milele. Ibrahimu